Kaka Dimbe ameongea na amemaliza, ameongea kwa hisia kidogo katika sharing the stories. Wote sisi ni vijana na tunatamani kufanikiwa kutoka kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine, na sisi wote ambao tumekuja hapa wengi ni bodaboda, lakini pia kuna ambao sio bodaboda ambao wamekuja kutusupport katika moja na mbili. Kimsingi maisha ya sisi vijana, kesho zetu zinatengenezwa na maamuzi ambayo tunayachukua leo. Kwa kila bodaboda ama unafanya kazi yoyote tu, ili mradi uko determined, unaona kwamba nina uwezo wa kufanya kwa kufocus, yani ukaamua kukifanya lile jambo na ukaweza kufanikiwa. Kuna bodaboda wanatengeneza fedha nzuri kuliko hata waajiriwa serikalini, lakini ni kwa sababu tu ya ile nidhamu ya kutokujua namna ya kutunza fedha, lakini pia sio hivyo tu, kutokujua namna ya kufanya management ili uweze kufanikiwa kwenye viwango vya tofauti. Hiyo ndio inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo na nimeishiwa maneno ya kusema baada ya kuona kaka yangu analia kwa hisia na uchungu, kwa sababu wametoka kwenye maisha ya chini sana, na leo anamiliki maisha ya utajiri. Yuko vizuri, sorry bro, uko vizuri kwa maana maisha ya kati. Yes, kwa hiyo hata leo dada yangu amesema ameona gari ya mziki wa milioni 30 kwa mara ya kwanza, alikuwa anaona tu mtandaoni. Kwa hiyo it's something good. Kwa hiyo mimi cha kusema, mimi nimeishiwa na maneno, kwa sijui hata nimesema nini, lakini Mungu anisaidie tuendelee kesho tutazungumza zaidi. Unaweza kupata tarehe ya siku ya bodaboda festival? Bodaboda festival itafanyika tarehe 5 na tarehe 4 na 5 mwezi wa 10 katika viwanja vya Kisongo, uwanja wa Magereza, ambapo tutakuwa na utaratibu mzuri kabisa ambao utatolewa na matangazo yataendelea kufanyika, lakini registrations zitaendelea. Kwa siku hiyo bodaboda unatakiwa uwe na reflector ama uwe na t-shirt ambayo utakuwa nayo, lakini pia unakuja wewe pamoja na mke wako, kama sio na mke wako wewe na familia yako. Maana familia yako anaweza kawa mama, baba, kaka, dada, mdogo wako, lakini pia rafiki, maana utakuja naye kwa siku hiyo. Kwa hiyo tutakula siku hiyo nyama pori kama tulivyokula leo Tawa, lakini sio hivyo tu, tutakuwa na vitu vingi ambavyo tutakuwa navyo. Kwa ni wewe tu kuja na kufanya vitu vile hivyo. Lakini pia tumemwona dada ambaye tumekuja naye kutokea Arusha. Yeye ni driver wa pikipiki. Tuna wadada wengi ambao, kuna dada kutoka Manyara, tuna dada wako Moshi, Kilimanjaro. Nafikiri wote watakuwepo siku hiyo, na tutategemea kupata bodaboda bora wa mwaka. Sasa namna atakavyotangazwa tutawashindanisha, sio kwa rally, ni kwa wateja. Wateja ndio watakaopiga kura, watakaowapigia kura. Kwa hiyo wateja wajipange, wawapigie wale wawapendao, kwa maana ya madereva wao wa kike, lakini pia madereva wao wa kiume. Tutakuwa na chaguo la bodaboda bora wa mwaka, chaguo la wateja. Kwa hiyo tutakuwa na vitu vingi kimsingi, na tukio letu, tunaomba tu, wito wangu kwa wadau mbalimbali, watushike mkono, watuunge mkono, wasituache. Sisi ni vijana, tunathubutu, tushikwe mkono, tunaomba katika hilo. Lakini pia sio hivyo tu, tunaiomba pia serikali tushike mkono pale ambapo wanaona kwamba vijana hawa wanapaswa kushikwa mkono. Baada ya kusema hayo, nafikiri mambo mengine na matangazo mengine yatafuata baada hapo. Kuna mambo mengi sana sijasema yatafuata.